الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وتعالى وأثني إليه لما هو له أهل، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ndugu Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Somo letu la leo tunaanza kutaja kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam kilichotajwa katika Qur'ani, na tutakieleza kisa hichi kwa mujibu kilivyokuja katika Qur'ani na katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuone vipi maisha yake Nabii Yusuf alayhi salam alioishi tangu utoto wake kufikwa na mitihani mikubwa na kumalizikia kutiwa jela, na baada ya kutoka jela Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfungulia kheri iliyokuwa kubwa sana baada ya mitihani yote hiyo, kwa subira na uvumilivu aliovumilia. Na tutaona jinsi shetani alivyo wachochea ndugu zake Yusuf alayhi salam mpaka wakafikia kumchukia na kutaka kumuua, na mwisho akamtumbukiza kisimani. Kwa hiyo kama nilivyosema, tutakieleza kisa hichi kwa mujibu
wa vile kilivyosimuliwa katika Qur'ani na katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ninamuomba Mwenyezi Mungu anisaidie na niongoze katika haki na uhakika. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ikaanza aya ya mwanzo ya surati Yusuf ikasema, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Tafsiri yake kwa ufupi, Alif Lam Ra, hizi herufi tatu, herufi zinazoanza katika aya mwanzo, tumetilia maelezo yake au tumesema kuhusu maana au makusudi ya hizi herufi katika tafsiri ya suratul Baqara, asili ya uongofu, kitabu katika asili ya uongofu namba 1, tafsiri ya suratul Baqara, na asili ya uongofu namba 9, tafsiri ya surat Hud na surat Yunus alayhim assalam. Tumetaja kwa ufupi, lakini katika tafsiri ya suratul Baqara tumetia maelezo marefu kuhusu herufi hizi na muradi wa herufi hizi. Hasa anaujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtumewe sallallahu alayhi wasallam. Manake amefariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakutubainishia nini maana ya hizi herufi, lakini wafasiri wa Qur'ani tangu masahaba na tabi'in na waliofuatia na mpaka wanavyoni wa sasa wanaofasiri Qur'ani, kila mmoja akatoa rai yake kuhusu hizi herufi. Na kwa vile mimi sio mwanachuoni, kwa hiyo naona nikwepe au niepukane na kitu nisichokijua uhakika wake, madam sikukipata katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kubainisha yeye mwenyewe, basi mimi najiepusha na kutoa kitu au kueleza kitu kilichokuwa sina hakika nacho hasa, na ni bora tufupishe maelezo kwa kujua kisa hichi ni kirefu sana. Ikasema baada aya, ikasema baada Alif Lam Mim Ra, ikasema tilka ayatul kitabil mubin, hizi ni aya za kitabu kinachobainisha. Sura hii imeteremka baada ya kuteremka surat Hud, ambayo yenye visa vya watu wa zamani, na visa hivi vikamtoa mvi Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa vitimbi vyao walivyowafanyia mitume yao. Basi Mwenyezi Mungu akaiteremsha sura hii kumliwaza mtumewe Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kumsimulia kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam kwa vitimbi walivyomfanyia nduguze na kwa misukosuko iliyomfika, na mwisho wa matokeo yake yakawa mazuri na mema. Kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsimulia nabii wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kumliwaza na kumtia nguvu moyo kwamba hivyo vitimbi alivyofanyiwa na hao
makafiri wa Maka lisimsitue kama alivyofikwa yeye hayo matatizo na misukosuko na kukadhibishwa na kutukanwa na makafiri jamaa zake watu wa Maka na wengineo. Basi mambo haya vile vile yamewafika nduguze mitume waliomtangulia kabla yake, na hii yote ni kutiwa nguvu moyo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mola wake. Aya ikasema hizi ni aya, yani ishara za maneno matakatifu sana ya Mwenyezi Mungu Mola wa walimwengu wote, yaliyomo katika kitabu, yani kitabu hiki kitukufu sana, yani Qur'ani hii. Kitabu hiki kinachobainisha kila jambo na kila habari, kitabu kinachonena maneno ya kweli na haki yatokayo kwa Mwenyezi Mungu, yasiyotiliwa shaka yaliyomo katika kitabu hiki cha Qur'ani. Inasemekana katika hadithi ya kwamba wanavyuoni wa Kiyahudi wamewaambia waheshimiwa au wakuu wa Kikureshi kwamba muulizeni Muhammad kwa nini Yaqub, Nabii Yaqub kahama yeye na familia yake kutoka Shamu na kuhamia Misri, wakaishi huko Misri na kuzaliana na kuwa wengi mpaka zama za Nabii Musa. Na pia mwambieni akuelezeni kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam. Ndiyo Mwenyezi Mungu akamteremshia sura hii Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumtajia kisa cha Nabii Yusuf chote tangu mwanzo mpaka mwisho. Basi mwanachuoni mmoja wa Kiyahudi akamsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasoma sura Yusuf, na kukisikia kile kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam. Akasema yule mwanachuoni wa Kiyahudi kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba, je, nani kakufundisha kisa cha Nabii Yusuf? Umekisikia wapi na nani kakufundisha? Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi sijui kusoma wala kuandika, lakini kanifundisha Mwenyezi Mungu mtukufu Mola wangu. Yeye ndiye alionifundisha na yeye ndiye alionipa habari hizi kuhusu kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam. Yule Myahudi akenda kuwaeleza Mayahudi wenziwe kwamba nimemsikia leo Muhammad anasoma kisa cha Yusuf katika Taurati, na hali Mtume sallallahu alaihi wasallam hajui kusoma wala kuandika. Basi kikaja kikundi cha Mayahudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamsikia anasoma sura Yusuf katika Qur'an. Basi wakajua na wakabainikiwa kwamba huyu kweli ndiye mtume wa Mwenyezi Mungu tunayemtarajia na aliyetajwa sifa zake na alama zake katika vitabu vyetu. Basi kundi hicho cha hao Mayahudi wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia Mtume sallallahu, wakamwamini Mtume. Hicho kikundi kilichokwenda kwa
Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumuuliza kuhusu kisa cha Nabii Yusuf, wapi kasikia na nani aliyemfundisha, na hali wanajua kwamba huyu mtume sallallahu alaihi wasallam nabii ummi, katajwa katika vitabu vyao nabii ummi, asiyejua kusoma wala kuandika, na atasadikisha yale anayoyasema, yatasadikisha na yale walionayo wao katika vitabu vyao. Basi kikundi hiki kilivyomsikia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina alivyoeleza kile kisa kwa njia ambayo hata wao wenyewe Mayahudi katika vitabu vyao hakikuelezwa kwa mapana na marefu na kwa ufafanuzi na kwa fasaha kama alivyokieleza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi Mayahudi hao wakamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na wakasilimu. Maana aliyoyasoma mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu kisa cha Nabii Yusuf kimewabainikia sawa kabisa kama kilivyotajwa katika Taurati, na kwa ufafanuzi uliokuwa bora zaidi kuliko wanavyojua wao, na hali mtume sallallahu alaihi wasallam hajui kusoma wala kuandika. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa vile alivyomtukuza mtume huyu kuliko mitume yote, na akamteremshia kitabu kitukufu kuliko vitabu vyote, ambayo Qur'ani hii kwa lugha ya Kiarabu, kwa lugha yake, kuwajibu Makureshi kwa maswali walioambiwa na Mayahudi wamuulize Muhammad kisa cha Yusuf na baba yake Yaqub. Basi wanajibiwa kwa lugha yao wenyewe Waarabu wa Maka, ili wapate kufahamu vyema, na ili wapate kuzingatia, na liwe somo kwao kwamba mtu kama huyu Muhammad asiyejua kusoma wala kuandika anatusimulia visa ambavyo vyenye habari zisioweza kusimuliwa na mwingine kwa fasaha ya lugha ya Kiarabu, ila nabii tu asemaye maneno kama haya, kama ilivyosema katika aya ifuatayo, aya namba 2, ikasema: inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu ili mpate kuifahamu. Hapa sasa wanajibiwa hao Makureshi kwa lugha yao ya Kiarabu, ambayo inasema, kwa sasa tunaingia katika maelezo hii ya aya namba 2, kwamba hakika sisi Mwenyezi Mungu tumeiteremsha Qur'ani hii itokayo kwetu kwa lugha yenu ya Kiarabu, enyi Makureshi wa Maka, watu wa Maka, ili mpate kuifahamu au mpate kufahamu yaliyokuja katika Qur'ani hii, na ili mpate somo na zingatio. Haikuteremshwa Qur'ani kwa lugha nyingine isiyokuwa ya Kiarabu hata mseme kuwa hamjui lugha ya Kiarabu, hata mseme kuwa hamjui lugha ya kigeni, bali kwa lugha yenu wenyewe ya Kiarabu, ili muifahamu Qur'ani vyema
bila ya matatizo, na ili mtie akilini yale yaliyokuja katika Qur'ani hii ya sheria za Mwenyezi Mungu na amri zake na makatazo yake na visa vya watu wa zamani waliokuwa kabla yenu na manabii wao, ili yawe mazingatio kwenu nyinyi, mtie akilini na liwe somo kwenu nyinyi, mpate kufikiri na mpate kujua huyu Muhammad nini hasa anakutakieni yaliyokuwa mema na kukuokoeni katika hilo shimo la ujahilia mliokuwemo nyinyi. Ikaendelea aya namba 3 ikasema, anaambiwa sasa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilin. Hakika sisi tunakusimulia masimulizi mazuri kwa kukufunulia Qur'ani hii, na ingawa kabla ya haya ulikuwa miongoni mwa walioghafilika. Hapa sasa anaambiwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inasemekana katika hadithi ya kwamba masahaba walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, tusimulie yaliyoteremshwa kwako katika Qur'ani hii. Ndipo ilipoteremka sura hii inayosimulia kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam, ambayo ikasema, sisi Mwenyezi Mungu tunakusimulia ewe Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam masimulizi mazuri, yani tunakusimulia habari za kweli na za haki zisiokuwa na dosari yoyote wala shaka yoyote ndani yake. Zinatoka moja kwa moja kwetu sisi Mwenyezi Mungu. Tunakuteremshia kwa wahi kwa njia ya malaika Jibril, kwa kukufunulia wahi utokao kwetu wa Qur'ani hii, ambayo ndiyo maneno yetu sisi Mwenyezi Mungu. Na ingawa kabla ya haya ya kukufunulia habari za Qur'ani hii ulikuwa miongoni mwa walioghafilika, yani kabla ya kukuteremshia wahi wa Qur'ani hii, wewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuwa huna ujuzi wa habari hizi tunazokusimulia, hukuwa unazijua, kama alivyoambiwa vile vile katika surati Ashura aya namba 52, wakadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab, na namna hivi tumekufunulia wahi wa Qur'ani hii kwa amri yetu, ulikuwa hujui kitabu kinachosimulia na kubainisha habari zote ni nini, lakini sasa tumekufunulia wahi, tumekufanya wewe uwe mtume wetu kwa walimwengu wote, na ili uwasimulie au makafiri wa Maka na Mayahudi na Manasara na watu wa mataifa ya ulimwengu wote. Tunakuletea habari zinazotoka kwetu za kweli, na tunakusimulia visa vya kweli katika kitabu hichi tulichokuteremshia wewe. Ikaendelea aya namba 4 sasa anaelezwa sasa
Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu kisa hichi cha Nabii Yusuf alayhi salam. Sasa tutaanza kuingia kutaja hichi kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam kama kilivyoelezwa katika Qur'ani na katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama tutakavyoona katika aya za mbele insha Allah. Aya namba 4 itasema: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Yusuf alipomwambia baba yake, ewe baba yangu, hakika mimi nimeota nyota 11 na jua na mwezi, nimeviona vikinisujudia. Hapa sasa kinaanza kutajwa kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam kwa urefu na yale yaliyomfika katika maisha yake. Sasa hapa tunaingia katika maelezo. Nabii Yusuf alayhi salam alipokuwa mdogo aliota, akamwambia baba yake. Yusuf yani idh qala Yusuf li abihi, na Yusuf alayhi salam alipomwambia baba yake ambaye ni Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alayhi salam, mtoto wa kizazi cha manabii wote watukufu. Kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim, hakika mtukufu bin mtukufu bin mtukufu bin mtukufu, yani Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, Yusuf bin Nabii bin Nabii bin Nabii. Tangu yeye Yusuf ni nabii na baba yake nabii na babu yake nabii, wote manabii. Na muradi kwamba yeye Yusuf mwenyewe ndio nabii na baba yake nabii na babu yake nabii, katokana na kizazi cha manabii wa Mwenyezi Mungu. Ameishi Nabii Yusuf alayhi salam umri wa miaka 120, na baba yake Yaqub alayhi salam kaishi umri wa miaka 147, na babu yake Ishaqa bin Ibrahim kaishi miaka 180, na babu yake wa pili Ibrahim alayhi salam kaishi umri wa miaka 175. Huyu mtoto ametokana na kizazi cha manabii kwa manabii. Akasema Yusuf, ewe baba yangu, hakika mimi nimeota usingizini kwamba nyota 11 na jua na mwezi nimeviona vyote hivi vikinisujudia. Yote hizi sayari zote pamoja na jua na mwezi ameota Nabii Yusuf alayhi salam vinamsujudia. Subhanallah, hivi utukufu wa ndoto hii ilivyokuwa adhimu. Ameota, inasemekana katika hadithi ya kwamba wakati alipoota ndoto hii alikuwa na umri wa miaka 12, na usemi 17, na usemi miaka 7 tu. Na kasema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya kwamba tangu alipoota ndoto hii
mpaka kuhakikika ndoto yake na kukutana nao kuwa pamoja katika nchi ya Misri na kumsujudia wazee wake kwa ndoto aliyoiota, basi ilikuwa muda wa miaka 80 tangu kuota na kuhakikika kwa ndoto yake, na usemi miaka 40, lakini aghlab zaidi iliyotiliwa nguvu miaka 80. Aqwal, usemi mwingi miaka 40, mwingine miaka 80, lakini hii miaka 40 80 ndio iliyotiliwa nguvu zaidi. Pia inasemekana katika hadithi ya kwamba kaja Myahudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, jina lake Sinan au Sinan. Yule Myahudi akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba, ewe Muhammad, niambie majina ya nyota 11 alizoziota Yusuf zikimsujudia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akanyamaza kiasi muda. Mara akateremka Jibril alayhi salam akamweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam majina ya nyota hizo zote. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule Myahudi kwamba, je, kama nikikwambia majina ya hizo nyota zilizomsujudia Nabii Yusuf alayhi salam, utaniamini kuwa mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu na utasilimu? Akasema yule Myahudi, naam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtajia majina ya nyota zote 11. Yule Myahudi akaapa akasema, wallahi, hakika hayo majina kweli uliyoyataja, lakini haikutajwa katika hadithi kama yule Myahudi alisilimu au hakusilimu. Katika riwaya sikuona haikutajwa kwa kasilimu baadaye yule Myahudi baada kuelezwa maneno haya au la, na ajuaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na muradi wa nyota 11, yani Nabii Yusuf alayhi salam kuota zile nyota 11, muradi wake zile nyota 11, yani ndugu zake Yusuf 11, na jua ni baba yake na mwezi ni mama yake. Maana wao wako 12, ndugu zake Yusuf alayhi salam wako 12, lakini hao sio wote baba mmoja mama mmoja. Wale 10 wakubwa wa mwanzo 10 mama yao mwingine, na Yusuf na Binyamin mama yao mwingine. Kwa hiyo wote nduguze na wazazi wake Yusuf walipokuja Misri kwa mtoto wao, walianguka kifudifudi kumsujudia Yusuf baada ya kutengana nao kwa muda wa miaka 40 au miaka 80. Na ukweli anaujua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo tafsiri ya ndoto aliyoiota Nabii Yusuf alayhi salam, na tunaitaja kwa ufupi, maelezo yake ni marefu sana. Sasa huu ndio muradi wenyewe, wakaota nyota 11 na jua na mwezi. 11 ni wale ndugu zake, kaka zake 10 kwa mama mwingine, baba yao mmoja lakini mama mwingine, na ndugu yao na ndugu yake mmoja Binyamin, yeye ndio alikuwa baba mmoja mama mmoja na Yusuf. Sasa imekuwa wale 10 na ndugu yake Binyamin imekuwa 11, na baba na mama ndio mwezi na jua.
au jua na mwezi, jumla watoto 11